zurtumul makabir, mpaka mkayazuru makaburi, bimaana hata muttum, mpaka mkafa mkaingia ndani ya kaburi. Lakini kama bado nyinyi Waislamu, nyinyi waja, bado hamjawadhiika, bado mnamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tuyazingatie haya ambayo tunayafanya hapa, kwani mahala hapa, ndugu zangu katika imani, ndugu yetu huyo leo ndio ataonja usiku wa mwanzo katika kaburi. Na ile hadithi ya Anas ibn Malik radhiallahu anhu, asema Mtume wa Allah sallam kwamba tuchungeni sana siku mbili, na ni siku mbili ambazo kwamba hatapata kuziona mtu huyo ila atakapokuwa mahala kama hapa. Mtume akasema lailatani, ni siku mbili ambazo Muislamu atakumbana nazo atakapokuwa amezikwa. Siku ya kwanza ama usiku wa kwanza ni usiku ambao atawekwa katika kaburi lake. Usiku huu ni usiku mzito sana, ndugu zangu Waislamu. Hapa ndiyo utaona viumbe usiojua. Leo Sheikh Muhammad leo atakutana watu kama hao, viumbe kama hivyo. Hawa viumbe wakija pale watakuenua kama alivyosema Mtume wa Allah, watakuenua wakuketisha ndani ya kaburi, kisha wakuulize maswala ya kidini. Ndugu yangu Muislamu, mimi na wewe tuna maandalizi gani ambayo tumeyafanya ili tunapoingia katika sehemu kama hii tuwe tumejiandaa na maandalizi ambayo ni mema anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ulimwengu unamalizika, na dalili ya kumalizika ulimwengu ni kama hii, kuwazika ndugu zetu ambao kwamba walikuwa wanaishi, wanatamani kuishi, walikuwa wakitembea, walikuwa wakilala na wake zao, wana watoto wao, wakifanya kila jambo, lakini leo wako katika sehemu kama hizi ambazo ni sehemu ambazo kwamba hawaenuki hapa mpaka siku ya Kiyama. Madha kaddamta, ni kitu gani utakiandaa ndugu yangu Muislamu kwa ajili ya kesho? Ni kitu gani ambacho umekiandaa kwa ajili ya mahala kama hapa? Ndugu zangu katika imani, ikiwa sahaba mtukufu Saad bin Muadh ambaye ni sahaba aliyesilimu akiwa mtu mzima, akautumikia Uislamu akiwa na miaka 6, na akafa sahaba kama huyo, mbingu zikafunguka kwa malaika waliokuwa wengi kuja kumzika sahaba kama huyo, lakini naye lam yaslam, hakusalimika na mtinyo wa kaburi. Je, mimi na wewe itakuwa ndugu zangu Muislamu? Ndugu yangu Muislamu, sahaba huyo mtukufu Saad bin Muadh ambaye kwamba ihtazza arshur rahman, arshi ya Rahmani ikimshika kwa kufa kwake, naye hakusalimika na mtinyo wa kaburi. Je, mimi na wewe itakuwa ndugu zangu Waislamu? Tuwekeni mawasiliano yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, vijana wenzangu, watu wazima, tuweni karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, tuweni karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwekeni mafungamano yetu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si karibu hapa, pengine leo ni yeye, kesho ni sisi. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuwadhihike na haya ambayo kwamba tunayaona hapa, kwamba hawa wote tumewazika hapa walikuwa wakitembea, walikuwa wakiishi, walikuwa wakila, lakini leo wako wapi? Leo wameingia katika makaburi yao. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala hapa wapo awafanyie makaburi zao hiyo ni raudha min riyadil janna. Kwa ndugu zangu, mahala hapa kwa hitaji maandalizi, na miongoni mwa maandalizi ndugu yangu Muislamu ni kutekeleza majukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na majukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala hayahitaji kwamba wewe lazima uwe mbali ama uwe na pesa ama uwe la, ni lazima uwe karibu na Mola wako, utekeleze majukumu aliyokuamrisha Mola wako, na uwe karibu na mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala, ili ukiingia hapa kaburi kupokee katika mapokezi kwamba ni mazuri. Anasema Ali ibn Abi Talib alipomzika mke wake Fatima, mtoto wa Mtume radhiallahu anhu, mtume huyu mama huyu Fatima akizikwa ndani ya kaburi, akiwekwa ndani ya kaburi, kaburi ilitoa sauti kama wanavyosimulia wanazuoni kwamba, je, kaburi hili lilipotoa sauti likauliza, likasema, je, ewe kaburi, unamjua huyo ambaye tumekuja naye leo hapa katika kaburi? Ali ibn Abi Talib asimulia kisa hiki, anasema kaburi ikasema, mimi ni mtu ambaye kwamba, ama mimi ni sehemu ambayo kwamba namchukua mtu ambaye kwamba ametekeleza matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Siangalii huyu mtoto wa mtume wala huyu mtoto wa nani wala huyu nani, naangalia je, huyu mtu amekuja vipi hapa ndani ya kaburi. Huyu ni Fatima mtoto wa mtume radhiallahu anhu. Tukisema katika imani, tuwekeni mafungamano yetu na Allah subhanahu wa ta'ala, tuwekeni mafungamano yetu na watu wetu. Tuishi vipi na majirani zetu? Angalia leo watu walivyokuwa wengi katika nguluni kama hii, watu leo wako wapi? Kila mtu ajitia amnazo, kila mtu ajitia katika shughuli zake. Hatuwezi kuwa pamoja ikiwa tutakuwa mbali mbali. Ni lazima tuwe pamoja ndio tuweze kujenga mujtama uwe katika mazingira ambayo ni mazuri. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunahimizana. Sasa hivi tunaingiliwa na Ramadhani. Tuone ni karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwekeni azma kwamba mwaka huu inshallah ta'ala nitakuwa ni sababu ya mimi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwekeni azma kama Ramadhani kama hii ambayo inatufikia mwezi wa leo tukifika, kwamba ndio sababu sisi tubadilike ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo tunapoenda tunaenda katika mazingira ambayo kwamba si mazuri. Ndugu zangu katika imani, si haifai sisi kijana kama huyo tumemzika kwamba iwe ni sababu sisi tuko hapa, watu kidogo ndio tuko hapa. Watu wamejaa majumbani, ni kwa sababu kila mtu ajitia na shughuli zake, kila mtu ajitia ako nazo, lakini ujue kwamba kuna siku na wewe utaletwa mahali kama hapa. Ndugu zangu katika imani, la mwisho ni kwamba tunapopata msiba kama hii, tuweni karibu, tujeni tuweze kushirikiana na kuchimba kaburi, tuangalie kwa mwenzetu huyu, kama huyu anafaa kujengiwa nyumba yake, na hii ndio nyumba yake. Ni lazima tuwe karibu ili tuweze kumshughulikia ndugu kama huyu, ili aweze kuenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ambayo ni njema. Na hivi ndivyo Muislamu anatuambia, tusiwe mbali na mamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali tuwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. anatueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha mata ibn adam inkata amalahu illa min thalatha: sadaqatul jariya au waladin salih au ilmun yuntafa'u bihi. Ndugu zangu, amezungumza kamaliza kila kitu Sheikh wangu, lakini nitakumbushana kwa neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema ametukuka Mwenyezi Mungu ambaye kwamba khalaqal mauta. Angalia, Allah alianza na kitu ambacho kwamba hakizoeleki. Hakuna boma itasema sisi tushazoea, hata mtu akikufa leo boma yetu tushazika wengi. Kifo kila saa ni tajdid, kila siku anapokufa inakuwa ni huzuni baada ya huzuni. Allah ameanza na jambo ambalo kwamba watu wanalichukia. Hakuna mtu ambaye kama anapenda. Akasema khalaqal mauta, ameomba mauti. Kwanza tu accept kwamba mauti lazima itakuja, wala hayata, na uhai. Kisha akasema Allah tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kila kitu, ana nguvu ya kila kitu. Mwanadamu atajifanya kwamba mimi najiweza, lakini Allah anaweza zaidi. Kisha akasemaje? Alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ameumba kwa nini haya mambo? Angalie kati yetu nani ambaye kwamba ana vitendo vizuri. Kwa hivyo hii kaburi, waliojitahidi wakafanya bidii, tukapata kaburi kama hii, imeanza kumeza watu. Tukiangalia saa hii kaburi zishaanza kupanga line. Baada ya huyu ambaye kwamba leo tumemzika, kuna yule ambaye kwamba atamfuata hapa, ima ni mimi au ni wewe au ni mtu yoyote. Lakini tumejiandaa vipi? Kuna mtu anasema inshallah Ramadhani ikifika ndio nitaanza kuswali, kama venye Sheikh amesema Ramadhani inakaribia. Vijana wako wapi? Wanangoja Ramadhani. Lakini huyu ambaye kwamba tunamzika, labda pia yeye aliazimia kwamba mimi nitakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kufunga. Wacha siku ya leo, Ramadhani tunaamkia kesho au tunaamkia asubuhi, watu wanamka daku, unaamka wewe ukiwa ni maiti. Kwa hivyo tunajiandaa vipi? Mauti imekuwa kila saa. Ukienda sehemu ya Kariakoo, ukienda Kibra, Karanja pale, kila siku watu wanaingia. Je, tutaishi vipi? Tutaishi tukiwa ni wenye kusema inshallah nitafanya mpaka lini? Vijana, especially vijana, turudini nyuma. Anapokufa mwanadamu, mambo yake yote yanakatika isipokuwa mambo matatu.
Sadakatul jaria, sadaka yenye kuendelea. Ni yapi ambayo kwamba ni mambo gani ambayo kwamba umeyafanya ukasema kwamba mimi leo nikiondoka alhamdulillah kuna kitu niliyafanya. Ndio maana anasema katika elimu ya dini ni nini unajua kwamba ukiondoka leo utasema mimi kuna mtu nishaimfundisha suratul Fatiha. Elimu ya dunia, wewe ni dereva leo, gari yako iguzwe na mtu yoyote. Unaogopa gari itagongwa. Umejiuliza kwamba wewe ukigonga ama ukiondoka ukaacha hiyo gari itakuwa vipi? Leo kuna mtu anakataa kumfundisha mwenzake kwa sababu atavunja, ataharibu gari yangu, ataharibu vitu zangu. Wangapi ambao kwamba wako na ujuzi ya ukapenta na vitu kama hivyo? Elimu yuntafa, sadaka yenye kuendelea ni kama hii ambayo kwamba walijitolea watu. Sote tutakuja hapa. Hii ndio sehemu yetu. Mahali tumejenga na tunaishi, hiyo tutakuja kuiacha. Lakini hapa ndio tutakuja kuletwa. Tumejiandaa vipi? Leo tumesikia kwamba hii sehemu itakuja kujaa, kuna sehemu ambayo kwamba iko hapa next, ile iko pale next. Inafaa kuwa ni watu wajitolee kwamba inunuliwe, ndio tuposa wale Waislamu wanavyozidi kuongezeka tusikose sehemu ya kuziko. Kwa hivyo leo ukitoa shilingi yako ukasema mimi natoa kwa ajili kaburi iweze kupatikana, hiyo ni jaza yako, Allah atakulipa. Elimu yenye kunufaisha, sadaka yenye kuendelea, au waladin salih. Leo tuangalie tunalea vipi watoto wetu. Ndio maana mtoto anapokuwa mkubwa, baadaye mzazi anasema mtoto amenishinda. Malezi ndio alikosekana. Kwa hivyo vijana turudi nyuma. Tuangalie hii maisha ambayo kwamba iko nayo. Tuko hapa wangapi leo tumeswali alasiri? Ni swali ambayo kwamba tujiulize. Ni wangapi tumeswali alasiri? Wacha alasiri kutoka alfajiri mpaka sasa tunafika. Ni wangapi wametekeleza? Kwa sababu ile ambayo kwamba inatufungamanisha sisi baina sisi na wasiokuwa Waislamu ni nini? Ni swala. Kwa hivyo usiposwali mwenyewe utajijazia. Kwa hivyo hii safari inatungoja. Hakuna mtu mkamilifu, kila mtu ana makosa zake. Lakini tujiandae. Sikuwa ni mwenye kuzungumza, naambiwa nisome dua, lakini pia tujitolee kwa hizi mambo. Unapotaka kujua watu wako ni kina nani wakati ambao kwamba uko na shida. Tusingoje tukasikia ni fulani amekufa ni mtu wetu ndio tunajitokeza kwa wingi. Vijana ambao kama wamejitolea, wale ambao kwamba kila saa wanajitolea kuja kuchimba. Mwenyezi Mungu awajalie mpate nyumba yenu katika pepo. Amin. Ambao kwamba wanajitolea katika kila hali, Allah awalipe. Kwa hivyo tuendelee, vijana tujitolee. Kuna group ambao kwamba iko information ikipata, usiseme mimi maadamu hakuna wenyewe hawakuniambia, mimi siwezi kujitokeza. Kwa hivyo tujitolee hivyo na tupendane kwa ajili ya Allah. Watu washikamane kwa sababu leo niko, kesho siko. Utakuwa ni mwenye kusema kwamba aliondoka lakini hatakuwa tunaongeleshana na yeye. Aliondoka lakini hatakuwa tunakuwa na muamala mzuri. Tukuwe na muamala mzuri tukijua kesho kuna mtu ambaye kwamba atakubeba kwenye mabega na kuziki. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amjalie ndugu yetu kaburi yake hiyo ni raudha min riyadil janna. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi zake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu yale ambayo kwamba aliyafanya mazuri, Mwenyezi Mungu akawe ni mwenye kumlipa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu asiwe ni mwenye kutufarikisha baada yake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuunganishe baada yake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atupatie mwisho mwema. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atufikishe Ramadhani hali ya kuwa tuko salama, na tuomba Mwenyezi Mungu atakapotuondoa tuondoe tukiwa salama, akuwa ni mwenye kutuondoa katika mwisho mwema. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Vijana wenzetu leo